Bariki. Amena. Aseme katika hizi siku mwili iko inapambwa kabisa. Aseme na sura nazo zimegeuzwa gisi hazikuwa hapo mbeleni. Ndizo siku za mwisho. Kama unaangalia gisi mapambo inakuwa kwa siku za leo, manake unaona sawa binatisha. Inafika wakati ya kukaribishana. Wapendwa, sisi tuliopata fursa ya kukusanyika kama hivi, muwe karibu, tuwe karibu sisi sote, na Mungu azidi kutuwezesha. Amen. Na Mungu azidi kutuongoza. Azidishe kiu ya kusikia neno lake. Na azidishe nguvu, atuzidishie nguvu za kumtumikia. Siweze kosa kukaribisha wapendwa, labda wenye wanatufuata kwenye runinga na wataweza kutufuata hapo baada ya kusanyiko letu. Nao pia muwe karibu, na Mungu azidi kuwalinda, na Mungu azidi kuwawezesha. Imefika wakati mzuri wa kusikia neno la uzima kwa siku ya leo. Acha tumuombe Mungu, acha tumusihi Mungu wetu amuongoze, atakayetulisha, amujaze yule Roho Mtakatifu ili aweze kutuhubiri lile lenye yeye mwenyewe alitutayarishia. Tuombe. Mungu mtakatifu, wewe ni Baba. Tumefika wakati wa kusikia neno lako Baba, na ndilo neno la uzima. Mungu, tunakuonesha atakayetulisha, tunamtia mikononi mwako. Umuwezeshe Baba. Acha malaika, acha Mungu, acha Roho wako Mtakatifu anene ndani mwake. Anene lile umetutayarishia Mungu. Hakuna mwingine kama wewe, mwanzo hata mwisho. Uwe pamoja naye, umuongoze, umuwezeshe. Na sisi tutakalolisikia Mungu, iwe nanga katika roho zetu. Lisiingie katika sikio la kushoto, litokee kwenye sikio la kuume, bali litujenge kiroho. Yote tunayakabidhi wewe, Mungu mzima. Umetujua na kututambua, ututendee kwa rehema zako. Naomba kupitia lile jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Karibu mhubiri wetu, na Mungu akuzidishie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu ambaye ametupatia tena fursa ya kuonana siku ya leo. Amen. Bila kukawia, tutaenda angalia katika kitabu ya Yohana Mtakatifu Injili. Ile sura yake ya 3 verse ya 16 tunashuka 17. Yohana Mtakatifu sura ya 3 verse yake ya 17. Neno la Mungu linasema hivi. Amen. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amena. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu alikuja duniani, hakuja kuhukumu dunia. Mungu hakutuma Yesu aje duniani kusudi ahukumu dunia. Lakini dunia iokolewe katika Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wazazi wetu tangu kale walifanya dhambi katika shamba la Edeni. Mungu alipenda ulimwengu tangu zamani. Wakati alimuumba Adamu na Eva, aliwaweka katika shamba. Si upendo mkubwa ile kupatia mali asiutunze mali yangu, Mungu akupatie mali yake asimutunzie. Ase shamba hili mulilime, mulitunze, liwasaidie, liwafanyikishe. Lakini wazazi wetu wakafanya dhambi. Katika kufanya dhambi wakajishonea mavazi. Mavazi ya miti, ya majani ya miti. Jua ikifika ile majani ingekauka, na tena utupu wao ingeonekana. Si walikuwa walishajiona kama wako uchi. Kwa upendo wa Mungu akawashonea mavazi. Alikuwa hajatuma mwana wake wa pekee. Alimpenda mwanadamu tangu zamani. Alimvika. Hata hivyo mwanadamu aliendelea katika dhambi. Dunia ikachafuka zaidi. Watu wakaendelea katika dhambi. Mungu akajiuliza nifanye nini? Ndipo akamtuma mwana wake uende kuwaokoa. Lakini sikutumi uende kuwahukumu, lakini uende kuwaokoa.
Sasa kondisio, kila aaminie ndiye atakayeokoka. Kunakuwa sasa kizuizi pale. Ulimwengu